Kazi nzuri iliyofanywa na Uchizi Vunga aliyeng'ara sana katika mechi ya leo ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika raundi ya pili ya kuania kufuzu hatua ya makundi kati ya wenyeji Silver Strikers dhidi ya Yanga ndiyo kwa kiasi kikubwa iliyowezesha wenyeji kupata bao pekee lililowekwa wavuni na Andulu Yosefe katika mechi ambayo mwisho wa siku Silver Strikers wakaibuka na ushindi wa bao 1-0, na hivyo Yanga kulazimika kujiandaa zaidi kuhakikisha wanapata ushindi wa zaidi ya bao 1 katika mechi itakayopigwa kwa Mkapa jijini Dar es Salaam ili kujihakikishia nafasi ya kwenda katika hatua ya makundi Ligi ya Mabingwa barani Afrika kwa msimu wa 2025-26, na hivyo kujiwekea rekodi ya kuwa timu ya kwanza ya Tanzania kufuzu katika hatua ya makundi Ligi ya Mabingwa barani Afrika kwa misimu mitatu mfululizo, kwa sababu hapo kabla hakuna timu ya Tanzania ambayo tangu utaratibu huu wa hatua ya makundi kwenye michuano ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika kutoka kuitwa Kombe la Klabu Bingwa barani Afrika imewahi kufuzu walau hatua ya makundi ya michuano hiyo kwa mara 3 mfululizo. Sasa maswali yanaibuka kwamba ilikuwaje leo hii? Kitu gani kimeiponza Yanga? Na je, kwamba Yanga sasa ndio bye bye, ndio washaga michuano? Majibu kwa mtazamo wangu ni kama ifuatavyo. Kwanza, juu ya nafasi ya Yanga, licha kupoteza kwa bao 1-0 kule nchini Malawi, maana yake kwenye mechi ya marudiano jijini Dar es Salaam kwa Mkapa, Yanga watatakiwa kupata ushindi wa zaidi ya bao 1, kwa maana kwamba mabao 2-0. Kama ni Silver Strikers wanapata bao, maana yake Yanga watatakiwa kushinda kwa tofauti ya zaidi kuanzia mabao 2 na kwenda juu, tofauti ya zaidi ya bao 1, kwa sababu kukiwa na margin ya bao 1 ni Silver Strikers ndio watakaosonga mbele endapo tu nao watapata bao. Yani Yanga wakishinda 2-1, matokeo ya jumla yatakuwa 2-2, Silver Strikers watakwenda hatua ya makundi, Yanga wataishia hapa kwa sababu Silver Strikers watanufaika kwa bao la ugenini. Lakini Yanga ikishinda mabao 3 basi labda iwe 3-1, kwa maana ikishinda 3-2 wataaga michuano, Silver Strikers ndio watakaosonga mbele kwa sababu bao la ugenini litawabeba. Vinginevyo Yanga wakishinda bao 1-0, maana yake matokeo ya jumla yatakuwa 1-1, mshindi ataamuliwa kwa mikojo ya penalty ambayo kwa kawaida penalty huwa hazina mwenyewe. Kwa hiyo itakuwa hatari zaidi kwa Yanga, hatari zaidi kwa wawakilishi hao wa Tanzania katika Ligi ya Mabingwa barani Afrika kwa msimu huu. Lakini kwa namna Yanga inavyofahamika, imeshawahi kupata ushindi mnono kwa Mkapa katika michuano hii. Ishawahi kufunga mabao 3-0 ugenini dhidi ya CR Belouizdad, lakini kwa Mkapa jijini Dar es Salaam msimu wa 2023-24 ilishinda 4-0, na hivyo kujiweka katika mazingira ambayo yaliwafanya wasonge mbele kwa hatua ya robo finali ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika kwa msimu wa 2023-2024. Kwa lugha nyingine inawezekana, lakini sio kazi nyepesi, kwa sababu kwa namna ambavyo Silver Strikers walicheza leo hii wakizuia zaidi kutokea chini, Yanga watatakiwa kuboresha zaidi eneo lao la juu kwenye final third, kwenye eneo la mwisho. Kila wanapata nafasi wazitumie vyema ili kupata kile ambacho mashabiki wake wa Tanzania wamekuwa wakihitaji kutoka kwao, kwa maana kwamba kushinda kwa tofauti ya zaidi ya mabao 2 pale ambapo watahitaji kusonga mbele. Kama Silver Strikers watapata bao, basi tofauti ya mabao lazima izidi bao 1 kama nilivyotoka kueleza awali. Lakini nini kilichotokea leo hii ni kwamba kwanza Silver Strikers walicheza vizuri, lazima hilo lisisahaulike. Wao wakijua kwamba ni timu ya pili kwenye mchezo, ikiacha zaidi Yanga ikimiliki mpira, wakitekeleza vyema maelekezo ya kocha wao Edson Kadenge Afulilwa, ni kwamba walizuia zaidi kutokea chini, mara nyingi wakihakikisha golikipa wao George Chikoka, kipa wa timu ya taifa Malawi ambaye alikuwa kwenye kiwango bora sana, asifikiwe kadri ya kutosha. Lakini wakiacha watu wachache mbele, akiwemo mfungaji wa bao Yosefe, lakini vile vile katikati wakimtegemea Uchizi Vunga, kiungo bora katika ligi kuu ya Malawi msimu uliopita 2024, ambapo alikuwa amefunga mabao 4 akitoa assist 10, akawa kiungo bora. Uchizi Vunga akipewa tuzo na waziri mwenye dhamana ya michezo nchini Malawi aitwe Uchizi Mkandawile. Sasa leo hii alitekeleza majukumu yake kwa ufanisi sana, timu yake ikicheza kama timu ya pili. Kwa muda mwingi wachezaji wa Silver Strikers walikuwa wakiungana na mabeki wao akina Nixon Mwase, akina Lamek McDonald kuhakikisha wanakuwa salama. Viungo wao akina Kamanga wote kwa kiasi kikubwa walikuwa wakirudi kuhakikisha wanakuwa salama na kushambulia kwa kushtukiza. Kwa hiyo sababu ya ushindi wa Silver Strikers, sababu hii huwezi kuiacha, kwamba walitekeleza vyema mpango kazi wa mwalimu wao, kwamba wao ni timu ya pili wakiachia Yanga kimiliki mpira. Lakini sababu ya pili ambayo ni kubwa
ni kwamba Yanga leo hii baadhi ya wachezaji wake tunaweza kusema wako kwenye kiwango bora katika kutumia nafasi walizozitengeneza. Ni kweli wamepoteza bao 1-0, ni kweli Silver Strikers walicheza vizuri katika kutekeleza mpango kazi wa mwalimu wao, lakini haimaanishi kwamba Yanga kupata nafasi. Yanga walipata nafasi kadhaa ambazo kwa kawaida huwa wanafunga, lakini leo hii hawakuzitumia. Endi Bobo Boyeli alipata nafasi, hakutumia. Maxim Pia Nzengeli alipata nafasi, hakutumia. Pierre Pacome Zouzoua alipata nafasi zaidi ya moja, ikiwamo moja ya kuelekea mwishoni kabisa mwa mchezo, maana baada ya yeye kukosa bao kwa kupiga nje na mechi ikawa imeisha hapo, maana hadi dakika 5 za nyongeza ndio zikawa zimeisha. Kwenye ile dakika 5 ya muda wa nyongeza wa mwamuzi kufidia muda uliopotea kwa sababu mbalimbali, ndio ambao Pierre Pacome Zouzoua alipata mpira wa mwisho ambao kwa kawaida huwa anafunga. Kwenye ligi kuu amefunga mabao 12, assist 10. Ni mfungaji mzuri, lakini kwenye siku ya leo alikosa nafasi. Lakini kuna Edmond John, kuna mpira ambao Yanga alitengeneza shambulizi, wenzake wamefunguka vizuri, akataka apige shuti mwenyewe kutoka mbali badala ya kupasia wenzake, akapiga nje. Ipo nafasi ya Mohamed Momo Dumbia, alifanya vizuri, akatuliza mpira akiwa sasa anamkabili golikipa George Chikoka wa Silver Strikers, akakutwa na kigugumizi mpaka mabeki wakamkutia, hakufanya hata jaribio la kufunga. Yanga walipata nafasi kadhaa leo hii, hawakuzitumia. Sasa ili kusonga mbele, maana yake ni kwamba lazima tatizo hili lifanywe kazi. Ikumbukwe msimu uliomalizika 2024-25 katika ligi ya mabingwa barani Afrika, Yanga walishia hatua ya makundi kwenye kundi la A, na miongoni mwa sababu zilizowaponza ilikuwa ni kitendo chao cha kututumia nafasi vizuri zile walizokuwa wakizitengeneza wenyewe. Kwa mfano, msimu uliopita kwenye ligi ya mabingwa hatua ya makundi, mechi 6 za hatua ya makundi, Yanga ndio timu ilikuwa imefika zaidi kwa wapinzani, ikiwa imepiga mashuti 84 katika mechi 6, wastani wa mashuti 14 kila mechi, lakini kama imefunga mabao 5 tu, yani uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao, goal conversion rate ukiwa ni 5.9 tu. Sasa kwa msimu huu, kwa kile walichokianza kwenye mechi hii ya raundi ya pili kwa nia kufuzu hatua ya makundi, kimewaponza leo hii ni pamoja na tatizo hili la kutotumia nafasi zile wanazotengeneza, kwa sababu kwenye michuano hii unapaswa kila nafasi unayotengeneza uitumie. Lakini jambo lingine, kocha Romain Folz anatakiwa pia awe makini katika kufanya mabadiliko ya wachezaji wake. Ndio, kuna baadhi ya wachezaji leo hii hawakuonyesha kile ambacho pengine Yanga walikitarajia, hawakuwa kwenye kiwango bora. Mmoja wapo hasa kuelekea mwishoni mwa mchezo katika kipindi cha pili, Isla Mwenda kuna nyakati kweli ilionekana mambo yanaanza kumkatalia, na ndipo ambapo alifanya mabadiliko ambayo ya kumuingiza Edmond John, na matokeo yake Yanga wakalazimika, aliyekuwa akicheza sasa nafasi ya beki mbili alikuwa akionekana Maxim Pia Nzengeli, ambaye ni katika muda ambao alihitajika sana katika eneo la ubunifu. Labda vinginevyo mwalimu angeacha Azizi Andabwile awe na wale mabeki wawili wakati Dickson Job pamoja na Ibrabaka kuwa na mabeki wakati watatu wawe nyuma, alafu wengine waendelee kupush ili Maxim Pia Nzengeli huduma yake ipatikane eneo la mbele. Lakini mwisho wa siku unaweza ukaelewa kwamba kwa kiasi kikubwa baadhi ya wachezaji leo hii hawakuwa kwenye kiwango cha ubora, hasa katika eneo la mwisho. Vinginevyo, eneo lingine ambalo Yanga wanapaswa kufanyia kazi ni kutumia vyema taarifa za timu yao ya uchambuzi wa timu pinzani kabla ya mchezo, kwa sababu kwa vyote vile kama walifanya uchambuzi makini, watakuwa waligundua mbinu za Silver Strikers kwamba zinabebwa pia na kiungo wa Uchizi Vunga. Ni kiungo bora wa ligi kuu ya Malawi. Aina uchezaji wake ndio ule alioonyesha leo hii. Kwa sababu hiyo, taarifa zile za uchunguzi pengine zingesaidia kwamba pale kupata mpira katika shambulizi la kushtukiza lile ambalo lilihusisha pasi takriban 3 tu kabla ya kufika kwa mfungaji, ni kwamba Momo Dumbia au yeyote alikuwa pale kati wakati akipokea mpira ilikuwa apate kadi ya kimbinu. Ndio, tactical foul, kwa maana kumshika tajezi ili asiweze kufanya alichokifanya. Lakini vinginevyo na mfungaji pia, kwa maana ya Andoro, yeye hivi karibuni amekuwa ndiye kwenye kiwango bora cha upachikaji mabao. Mechi dhidi ya Elgeco Plus ambayo walitoa 1-1 kule Madagascar, bao moja alifunga yeye, huyu aliwafunga Yanga leo hii. Mechi ya mwisho ya ligi kuu ya Malawi waliofungwa 2-1 na Big Bullets, bao moja lao alifunga huyu Andoro. Sasa taarifa hizi ndogo ndogo za kujificha za tabia za wachezaji wa Silver Strikers, Yanga pia wanapaswa kutafutia majibu ili kuhakikisha wanatekeleza mpango kazi wao katika mechi ya marudiano na hatimaye kuwapa furaha na Yanga, kuwapa furaha wa Tanzania. Leo hii
wamefungwa bao 1-0, lakini kama kocha wa Silver Strikers Edson Kadenge alichosema ni kwamba leo hii ilikuwa ni mechi ya kipindi cha kwanza, watajipanga zaidi kwa ajili ya mechi ya kipindi cha pili. Kwa lugha nyingine inaitwa kipindi cha pili kwa maana ni mechi ya pili kwa sababu ni mechi ya nyumbani na ugenini, dakika 180 zilizochezwa na dakika 90, ili kuhakikisha wanapata matokeo mazuri. Yanga wanapaswa kufanyia marekebisho baadhi ya kasoro zilizoonekana leo hii, na hasa katika eneo la mwisho pindi wamepata nafasi ya kufunga basi zitumike kwa usahihi, ili mwisho wa siku kuwapa furaha wana Yanga, kuwapa furaha wa Tanzania. Kwa maoni yangu, mechi bado haijaisha. Yanga bado wana wachezaji wenye kiwango cha juu katika kila nafasi. Cha msingi kutekeleza vyema mipango ya kocha, cha msingi kuhakikisha wanaongeza ufanisi katika kutumia nafasi pindi wanapofika katika eneo la mwisho, maana vinginevyo linaweza likawagharimu wakajikuta wanaaga michuano, jambo ambalo Watanzania walio wengi na ubora wa Yanga walionao kulinganisha na Silver Strikers, matarajio ni kwamba Silver Strikers watapata kigo kizito, ili mwisho wa siku Yanga kwa ubora wao ndio wasonge mbele kwa hatua ya makundi, kwa sababu leo hii licha kwamba Silver Strikers wameshinda, lakini nafasi zilionekana za kutosha, kwa sababu ni Yanga ndio waliotawala sana hasa katika eneo la kati na kulifikia zaidi lango la Silver Strikers na kutengeneza nafasi ambazo waliozipata hawakuzitumia kwa usahihi. Mechi ya marudiano lazima Uchizi Vunga aangaliwe kwa jicho la ziada katika kuhakikisha haliti madhara, maana yeye leo hii alikuwa ndio kila kitu eneo la kati, na kupitia jukwaa hili la Mbwaduke Star Sport Next Level tuliwahi kugusia pia juu ya hatari ya kiungo huyu Uchizi Vunga. Vinginevyo Yanga wana kila sababu ya kusonga mbele. Cha msingi tu mashabiki wao waunge mkono katika mechi ya marudiano. Kufungwa 1-0 ugenini hakufanyi kwamba ndio basi, hapana. Nafasi bado ipo, maana ikishinda 2-0, ikishinda 3-1 bado ina uwezo wa kusonga mbele. Na kwa kile kilichoonyeshwa leo hii, namna Yanga walivyokuwa wakitawala mpira wakifika katika eneo la mwisho, ni dhahiri kwamba bado wana nafasi ya kusonga mbele katika hatua ya makundi. Je, nini kitakachotokea katika mechi ya marudiano? Ni Yanga watapindua meza kwa kupata ushindi unaotakiwa wa walau mabao 2-0 ili kusonga mbele kwa hatua ya makundi? Nini kitakachotokea? Ni swala kusubiri. Wewe mtazamaji wa Mbwaduke Star Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.